Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo wa ushuhuda wa kwake Moses Lushiku kutoka nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 7. Na sasa tupo katika sehemu ya 7. Mimi msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunitafuta kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti ni Eric Audax. Kupata mwendelezo wa ushuhuda huu, tembelea YouTube channel yetu ya Promova TV. Promover, Promova TV. Karibu sana. Karibu tuendelee. Katika mwendelezo siku ya leo, tutaangazia kuhusu michakato 11 ambayo shetani hutumia kusababisha majaribu na kuanguka kwa Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Karibu tuendelee. Na wasalimu nyote wapendwa. Bado ninafunua yaliyomo kwenye mkutano wa Lucifer uliodumu kwa miezi 6 katika mbingu ya pili. Katika kitabu chake, Shetani alikuwa na mikakati 70, amri 10 dhidi ya kanisa na hatua 30 za kusababisha Mkristo katika dhambi na kubaki katika dhambi. Shetani asije akapata kutushinda, maana hatukosi kuzijua fikra zake. Imeandikwa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Nitazungumza juu ya michakato 11 ya Shetani kabla ya kuanguka kwa Mkristo, tunayoiita majaribu. Hizi ndizo njia zinazotumiwa na Lucifer na mapepo kumfanya Mkristo atende dhambi. Katika mkutano huu, nilimsikia Shetani akisema, ili kuanza mchakato wa majaribu, itabidi tungoje Mkristo aliyelengwa awe peke yake. Mkristo anapokuwa peke yake, basi tunapaswa kunong'ona akilini mwake msukumo wetu au mawazo hasi. Tutanong'ona katika akili ya Mkristo aliyelengwa msukumo wetu, ambao ni mawazo mabaya yanayomhimiza kutenda maovu. Ibilisi alisema kuwa hili bado si anguko lake, bali ni hatua ya kwanza itakayomwongoza kuanguka. Alisema wakati mwafaka wa kusambazia Wakristo mawazo mabaya ni wanapokuwa peke yao. Watu wanapokuwa peke yao katika upweke, kuna uwezekano wa kutembelewa na Shetani katika akili zao. Mapepo yananong'ona katika msukumo wa akili, ambayo ni mawazo hasi. Mpendwa, unapowaza mawazo hasi, hakika uko kwenye njia ya kuanguka dhambini, maana kila dhambi inaanzia akilini. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Ibilisi alisema, baada ya kuingia mawazo hasi katika akili ya Wakristo, itatubidi kutumia wakala wa kibinadamu ambaye atawahimiza kuendelea kutenda. Kusudi la wakala huyu wa kibinadamu litakuwa kutoa uhalali au kutia moyo kwa mwathirika kuendelea kuchukua hatua. Wakala wa kibinadamu atapunguza uzito na maana ya dhambi.
Anayetembea na wenye hekima atakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Mithali 13:20. Mchakato wa tatu unaitwa neno la kupingana. Lucifer alisema, tutalazimika kutumia mawakala wa pili hapa. Mungu alipoumba bustani ya Edeni na uumbaji wake, ili kusababisha anguko la uumbaji wake, ilinibidi kutumia wakala ambaye alikuwa nyoka. Kusudi la wakala huyu ni kupingana na neno la Mungu lililokataza Adam na Hawa kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Katika bustani ya Edeni nilitumia nyoka kama wakala na nikamwambia Hawa, hamtakufa kama Muumba alivyosema, lakini macho yenu yatafumbuka na mtakuwa kama yeye, maana walikuwa tayari katika sura ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 5. Kupingana huko kwa neno kulimfanya Hawa ajisikie huru na kwenda kinyume na neno la Muumba. Umzuie mtumishi wako na dhambi za kiburi, wasinitawale, ndipo nitakapokuwa mnyofu, nami nitakuwa sina hatia kutokana na kosa kubwa. Zaburi sura ya 19 mstari wa 13. Ibilisi alisema, katika mchakato wa 4 tutawafanya waumini kuvumilia uovu. Nitatuma wakala wangu kusababisha tamaa. Ibilisi alipaswa kutuma kundi la mapepo kuwazunguka waumini ili kuwafanya wawe na hamu ya kujua kwa nini dhambi na uovu vimekataza tamaa ya kujaribu kuvunja sheria. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Imeandikwa kwenye Mithali 4:23. Katika mchakato wa 5 shetani alisema, tutatumia hisia 5 ili kuendeleza anguko la Wakristo. Wakati wafuasi wake wanaungana naye kupitia maombi, wanajitenga na ulimwengu wa kimwili ambao ni uwanja wangu. Lakini wanapomaliza kuwa katika uwepo wake, hisia zao 5 huunganishwa tena na ulimwengu wa mwili ambao ni ulimwengu wangu. Kumbuka nilimwambia yule mmoja, akimaanisha Yesu Kristo, nitakupa wewe ufalme wa ulimwengu huu na utukufu wake, kwa sababu ni mali yangu. Ibilisi aliwaambia wasikilizaji waliohudhuria ukumbini, wakati wa Kristo hawa watakapoondoka kwenye uwepo wa Mungu wao, iwe maombi yake au ibada au usomaji wa neno, roho zao zitaunganishwa tena na ulimwengu wa kimwili kupitia hisia 5. Macho yao yatatamani maumbo ya wanawake mtaani, watatazama sinema. Jicho ni taa ya mwili. Kwa hiyo jicho lako likiwa na afya njema, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Lakini ikiwa jicho lako ni bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Ikiwa basi nuru iliyo ndani yako ni giza, basi giza hilo ni kuu. Imeandikwa kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 22 hadi 23. Kwa kweli, roho zao ambazo zimehudhuria uwepo wa Mungu zitaanza kubadilika na kuendana na mfumo na midundo ya ulimwengu ambayo ni yangu. Hisia 5 ni chombo ambacho ufalme wa Lucifer huwasukuma waumini kuelekea kwenye anguko la majaribu. Hisia 5 zinapotuunganisha na hali halisi ya asili, nyenzo na mwili, tunapotoshwa hatua kwa hatua. Ni maisha tu katika uwepo wa Mungu ndiyo ya maana. Maombi hutuleta kwenye uwepo wa Mungu. Matokeo yake
tunatenganishwa na ulimwengu huu wa Lucifer. Lakini maombi sio tu mawasiliano ya mdomo na Bwana, pia ni mtindo wa maisha. Maombi ni tabia ya moyo mbele za Mungu. Wakati wa mchana, mawazo yetu, akili zetu, roho zetu lazima zielekezwe kwa Bwana na vitu kutoka juu. Mwelekeo wetu, tabia na akili zetu lazima zipatane kimungu. Sala pia ni usemi wa maneno ya mioyo yetu. Unaweza kuwa kazini lakini bado umeunganishwa na Mungu. Unaweza kuwa shuleni lakini akili yako inaendana na mbinguni. Unaweza kuwa sokoni lakini roho yako ikageukia mbinguni. Utamlinda katika amani kamilifu ambaye akili zake zimekazwa kwako, kwa maana anakutumaini wewe. Imeandikwa kwenye Isaya 26:3. Shetani akasema, tutawafanya waumini wahifadhi yale waliohailisha. Inatubidi kufanya wawe dhaifu. Hii hutokea wakati Mkristo anapoanza kuwa na mawazo ya pili kuhusu dhambi ile ile ambayo alikuwa akijitenga nayo. Basi msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu, ipatikanayo na mauti, na kuzifanya kuzitii tamaa zake. Imeandikwa kwenye Warumi 6:11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Imeandikwa kwenye Zaburi ya 119:11. Katika mchakato wa 7, Shetani alisema, nitawatuma watumishi wangu wageni. Mashetani hawa watasisitiza kuwasumbua na kuwasukuma Wakristo hadi waanguke. Kusudi la mapepo haya ni kusisitiza na kusumbua katika akili za Wakristo. Iweni na kiasi, kuwa macho. Adui yenu Ibilisi huzunguka kama simba ngurumaye akitafuta mtu ameze. Imeandikwa kwenye Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Ibilisi alisema, Mkristo anaponong'onezwa kwa mawazo mabaya, anapounganishwa na ulimwengu na hisia zake 5, akiwa dhaifu na anakuwa na wazo la pili kuhusu dhambi. Wakati watumishi wangu mashetani wanamsumbua kwa bidii akili na kusisitiza juu ya kiwango chake cha akili, tutakuwa na cha kumfanya ili awe katika jirani au miongoni mwa masahaba wanaofanya kwa usahihi mambo ambayo tunamnong'oneza afanye. Anapoona watu wanaomzunguka wakifanya hivyo, ataona ni jambo la kawaida, kwani kampani mbaya huharibu akili nzuri. Msidanganyike, washirika wabaya huharibu maadili mema. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Lazima uelewe kwamba wasioamini wote wanaweza kuwa chombo cha Shetani. Kwa hiyo, epuka marafiki ambao si wa Kristo. Ibilisi alisema, maajenti wangu watawafanya Wakristo kutilia shaka na kuhoji kile ambacho tayari kimekatazwa. Huu ni mchakato wa 9, kama vile Hawa alivyotilia shaka neno la Mungu. Kwa maana tumesikia habari njema kama wao. Walisikia ujumbe huo lakini haukuwafaa, kwa sababu waliposikia hawakukubali kwa imani. Waebrania 4 mstari wa 2. Kuhusu mchakato wa 10, Shetani alisema, tutawafanya wafuasi wa yule mwingine kulikataa neno la Mungu wakati wa mahubiri. Alisema, nitatuma mawakala wangu au pepo waovu kuwanong'oneza waumini wakati wa kuhubiriwa kwa neno. Matokeo yake,
watadhihirisha kulikataa neno linalohubiriwa kwao. Mtu atasema akilini mwake na kusema, je, mhubiri huyu kweli anatenda kile anachokihubiri? Mpendwa, lazima uelewe kwamba mapepo haya yanatumwa ndani ya makanisa wakati wa kuhubiriwa kwa neno. Ibilisi aliwaambia mapepo, watu ndani ya kanisa wanapoketi kwenye mstari, nataka kila mmoja wenu asimame sambamba na viti vya waumini. Mtatengeneza mstari ili kuwanong'oneza daima wakati wa utoaji wa neno, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Imeandikwa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Baadaye malaika mkuu Mikaeli alinipendekeza nipake mafuta pembe 4 za kanisa kabla ya ibada. Na mimi hufanya hivyo kabla ya huduma yoyote. Waombaji humiliki pembe 4 za kanisa kupitia maombi kabla ya ibada ili kuzuia mapepo kuingia wakati wa ibada. Itifaki lazima iandaliwe na Wakristo ambao ni mashujaa wa maombi, kwa sababu adui atalazimika kupitia kwao. Wao ni askari wa kiroho, kwa hiyo wanapaswa kuwa moto. Awafanye malaika zake kuwa roho, watumishi wake ni moto wakao. Zaburi 104:4. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Imeandikwa kwenye Yakobo 4:7. Kisha shetani akaamuru pepo aliyevaa kama Superman afanye watu kuwatembelea watoto wa Mungu siku ya ibada ya kanisa. Pepo huyo alitakiwa kuwatembelea na kuwanong'oneza akilini na kuwapulizia moshi wa samawati saa 4 kabla ya ibada ya kanisa ili kuwafanya wajisikie wazito na dhaifu. Sitayapa macho yangu usingizi wala kope zangu kusinzia. Imeandikwa kwenye Zaburi ya 132 mstari wa 4. Alisema, neno la yule mwingine, akimaanisha Yesu, lilisema kwamba neno ni roho na uzima. Wakristo wakienda kanisani watalisikia neno la Mungu, watasambaza uzima na roho. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Imeandikwa kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Ibilisi alisema, lazima tuwafanye mamilioni ya Wakristo kuja kanisani bila mpangilio. Ni vizuri na ni tamu kwa ndugu kukutana kama vile mafuta hutiwa kwenye mkusanyiko, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ile ya 133. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama yale marhamu ya thamani kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni na kama umande ushukao juu ya milima ya Sayuni. Maana huko ndiko Bwana alikowaamuru baraka, naam, uzima hata milele. Bwana anaamuru baraka ziwaijie wale wanaokusanyika pamoja kanisani. Ndio maana shetani anahangaika sana kuwazuia Wakristo wasiende kanisani. Hizi ndizo taratibu ama mikakati 4 ya shetani na washirika wake kusababisha majaribu na anguko la waumini. Leo pia ningependa nikushirikishe kuhusu amri ya 4 ya shetani. Amri ya 4 ya Mungu imeandikwa katika Kutoka 28, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Amri ya 4 ya shetani ni kwamba ikumbuke Jumamosi
usiifanye kuwa takatifu. Ibilisi aliita amri ya 4 Jumamosi. Niliogopa na mambo ambayo shetani alifichua katika awamu hii ya mkutano. Katika hatua hii, Lucifer alisema, wacha watumishi wangu wote wachawi wainuke kwenye ukumbi. Alisema, unajua tuna mikutano kila Jumamosi saa 6 usiku kwa ajili ya kuripoti shughuli za juma. Lengo la amri za shetani ni kutunga sheria. Kila amri ni sheria. Ibilisi aliwaambia washiriki, hasa wachawi, tutafanya kazi ili kuwafanya waumini warudi kwenye mambo ambayo waliacha zamani. Kwa mujibu wa shetani, Jumamosi ndiyo siku ya kukutana na kurudi katika mambo ambayo sisi waumini tumeyaacha. Na kabla ya kutangaza amri ya 4, Lucifer alijigeuza kuwa kiumbe mbwa. Kisha akasema, yeyote atakayerudi kwenye mambo ambayo ameacha ni kama mbwa aliyerudi kwa mambo aliyoyatapika. Ibilisi alitaka kutuma ujumbe kwamba kila muumini anayerudi kwenye vitu alivyoacha amechukua sura ya mbwa au sura ya shetani ambaye amegeukia kichwa hiki cha kibinadamu. Biblia inasema katika Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 22, lakini ametukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli. Mbwa amerudia matapishi yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa kwa kugaagaa matopeni. Ibilisi akasema, lazima tuwarudishe waumini katika yale walioyaacha. Je, haikuandikwa katika sheria yao kwamba mbwa amerudi katika vile alivyotapika? Ndiyo maana nimechukua nembo ya kichwa cha mbwa. Hata kama watu hawa wanadai kuzaliwa mara ya pili, ikiwa Wakristo hawa wanarudi kwenye mambo ambayo wameacha, wamechukua nembo yangu ya kichwa cha mbwa na wanafanana na mimi. Watafanya niliyosema, kwa kuwa wao ni watumishi wangu na mimi nina nguvu zaidi kuliko Mungu wao. Ndugu zangu wapendwa, kwa kurudi kwenye tabia za zamani za dhambi, tunachukua ishara ya adui na sura ya kichwa cha mbwa na tutafanana na shetani. Baadaye shetani aliwanyanyua washirika kutoka kwenye lile jumba la mviringo hewani, na sote tukasimama angani. Tuliangalia watu katika mabara 5. Tulipokuwa tukichunguza, tuliona kwamba karibu watu wote wa dunia nzima walikuwa na vichwa vya mbwa, sawa na shetani aliyekuwa na umbo la binadamu mwenye kichwa cha mbwa, na karibu kila mtu duniani alikuwa na kichwa cha mbwa. Tuliona katika makanisa mbalimbali duniani kote Wakristo na waumini wenye vichwa vya mbwa, kwa sababu walikuwa wakiishi katika dhambi. Wamerudi kwenye mambo ambayo wameachana nayo hapo awali. Matokeo yake wamechukua nembo ya kichwa cha mbwa. Tulipokuwa tukitazama idadi ya watu duniani wakiwa na vichwa vya mbwa, shetani alisema, dunia nzima inafanana na mimi. Hata Wakristo aliwauliza washirika, ni nani aliye na nguvu zaidi, yule mwingine au mimi? Kusanyiko lote la mapepo na wanadamu walipiga magoti ili kumwabudu na kukiri kuwa yeye ni Mungu. Ninataka kusema kwamba sherehe na karamu zetu zote hufanyika Jumamosi. Sherehe zote za harusi na sherehe za kuzaliwa hufanyika Jumamosi. Kwa hivyo, waumini huhudhuria karamu na sherehe hizi na wanaasiriwa na mkakati wa Jumamosi wa adui. Kwa kuhudhuria karamu na sherehe siku za Jumamosi, tupende tusipende, tunasikiliza muziki wa kiulimwengu. Kwa hiyo, tukijiweka wazi kwa mambo ambayo tumeyaacha zamani.
Na ukiwaona waumini wanaohudhuria karamu na sherehe hizi, hasa wanawake, wanavalia mavazi ya kuvutia na kujiridhisha kuwa ni makafiri na wanahalalisha kuvaa kwao kama nguo za nje. Jumamosi ni siku ya kimkakati kwa Shetani, kwani waumini wanafichuliwa na mambo ambayo wameacha muda mrefu uliopita. Ibilisi akawaambia wahudhuriaji, hakikisha kwamba siku ya Jumamosi Wakristo wanafichuliwa kwa mambo ambayo wameacha. Siku ya Jumamosi iwe siku ya unajisi, uchafu na doa kwa waumini. Baa, hoteli na madanguro yajae Jumamosi. Mpendwa, siku ya Jumamosi Shetani anauteka ulimwengu na kuuweka chini ya shughuli kali za kipepo. Aliwaambia washirika, nitawatambulisha kwenu tetrade yangu, ambayo ni kundi la makundi manne ya mapepo. Alisema hivi, ndivyo tutakavyofanya kazi siku ya Jumamosi. Acha ulimwengu uathiriwe na wimbi la kwanza la nguvu kuanzia saa 6 usiku. Mpendwa, kuanzia usiku wa manane wa kila Jumamosi asubuhi, wimbi la kwanza la nguvu za kishetani linatolewa kwenye sayari ya dunia usiku wa manane, kutoka kwa msingi wa amri ya ulimwengu ambayo ni nchi katika dunia hii. Tunajua kwamba Washington ni mamlaka ya kisiasa na Vatican ni makao makuu ya mamlaka ya kidini. Ninaomba kwamba Bwana atume malaika. Nitamwomba afafanue suala hili la kiti cha enzi cha Shetani kwenye sayari ya dunia. Nilikuwa nikisema kwamba wakati ni usiku wa manane kutoka katika nchi ambapo kiti cha enzi cha Shetani kimewekwa. Wimbi la kwanza la kishetani linaachiliwa duniani kuanzia saa 6 usiku hadi saa 11:59 asubuhi. Lucifer alisema, kuanzia saa 6 usiku hadi saa 11:59 asubuhi, mawakala wangu 58,000, yani mapepo, watatumwa duniani katika mabara matano. Ni lazima wapeperushe au kupeleka wimbi la giza na unajisi duniani wakati wanadamu wamelala. Mapepo haya yaliwekwa siku ya Jumamosi na yalikuwa yakipuliza moshi wa samawati duniani kote, na watu waliokuwa wakivuta pumzi walikuwa wakija chini ya ushawishi wa ufalme wa giza katika kipindi chote hicho cha mchana. Ibilisi alisema, watu wanaovuta moshi huu wa rangi ya samawati watashawishiwa kufanya kitu ambacho hawakufanya kwa wiki nzima. Shughuli hii ya kishetani inapopangwa kuanzia kutoka usiku wa manane, unaweza kuamka Ijumaa kabla ya saa 6 usiku na kushambulia kundi hili la mapepo ambalo Lucifer amepanga kuwatumia siku nzima ya Jumamosi. Kwa kuwa Jumamosi yenyewe ni sheria katika makao ya roho, na sheria hiyo inafanya kazi katika maisha ya watu na kuwafanya wawe na tamaa ya kufanya jambo ambalo hawakulifikiria juma zima. Unaweza kuwa unawaza rafiki wa kike au mpenzi wa zamani. Hii ni kwa sababu Shetani anataka watu, hasa wa Kristo, warudi kwenye mambo ambayo wameacha. Watu huamka wakiwa na hamu na msukumo wa kufanya mambo, kwa sababu vikosi vya kwanza vya mapepo tayari vimetumwa usiku wa manane wakati kila mtu amelala. Vikosi vya pili vya mapepo vinatumwa kutoka saa 12 asubuhi hadi saa 6 jioni, na ni 32,000 kati yao. Nilimsikia Shetani akisema, utafanya kazi ya kuwafanya wanadamu na waumini wafungwe ardhini ndani ya mioyo yao, kushughulika na mambo ya ulimwengu huu
lazima iwe vipaumbele vyao. Nataka umwondoe Mungu mawazoni mwao. Huyo mwingine, yani Yesu, hapaswi kuwa akilini mwao siku ya Jumamosi. Wanapaswa kuzingatia mambo mengine, si yeye. Majeshi ya 3 ya mapepo yanatumwa na Shetani kuanzia saa 5 usiku hadi saa 8 mchana. Wao ni 28,000. Shetani aliwaamuru kufanya wanadamu watamani tafrija, burudani na sherehe siku za Jumamosi. Wanajeshi 4 wa mashetani wamekwisha sambazwa kote ulimwenguni kushika doria katika mabara 5 kutoka saa 8 kamili mchana hadi usiku wa manane. Idadi yao ni 62,000. Kinachotokea ni kwamba kila Jumamosi kuanzia saa 8 usiku hadi usiku wa manane kwa kweli ni uchawi. Hebu nieleze maana siku ya Jumamosi ni kipindi cha shughuli nyingi za kipepo. Majeshi haya ya 4 ya mapepo ya sehemu ya 4 au ya mwisho ya siku pia yanafanya kazi dhidi ya siku ya Jumapili. Na watu wanapoamka siku ya Jumapili bado wanakuwa chini ya nguvu za mapepo haya. Lucifer alipokuwa akiandaa sehemu ya mwisho ya siku ya Jumamosi, nilimsikia akisema, utawala wa mtumishi wangu Lilith utaanza saa 8 mchana hadi usiku wa manane kila Jumamosi kwa kutumwa kwa mapepo 62,000. Mpendwa, wakati umealikwa na unahudhuria sherehe hiyo, na wakati muziki wa kidunia unapigwa na watu wanafurahia, kumbuka kuwa pepo Lilith anatawala juu ya furaha na sherehe hizi zote zinazotokea Jumamosi usiku. Lilith ni mwanamke mchawi. Anafanya kazi na mashetani ambao huwanyanyasa wanaume na wanawake katika ndoto. Yeye hutuma wachawi na mapepo ambao huwanyanyasa watu katika ndoto na hatimaye kusambaza roho za raha kila Jumamosi usiku. Matokeo yake, ukahaba na uasherati hufikia kilele wakati wa saa hizi za Jumamosi. Kumbuka, hatuna uhusiano wowote na anasa za dunia hii. Usichukue nembo ya Lucifer, mbwa ambaye amerudi kwa kile alichokitapika. Kisha Lucifer akaorodhesha malengo 3. Alisema, tutafanya kazi ili waumini wawe na shughuli nyingi siku za Jumamosi. Tutafanya kazi ili yule mwingine, akimaanisha Yesu, asiwe katika akili ya waumini siku ya Jumamosi. Asiwe katika akili ya waumini siku ya Jumamosi. Na lazima tufanye kazi ili waumini hawa wanapoamka Jumapili wanahisi sana uchovu. Hebu tuangalie amri nyingine ya Shetani. Amri ya 7 ya Shetani. Amri ya Mungu ni usizini, Kutoka 20:14. Shetani anapotosha amri hii ya 7 kuwa uzinzi, uasherati, tamaa za kimwili na kiroho. Nilikuwa pale katika ukumbi wa mikutano pamoja na malaika mkuu Mikaeli wakati Lucifer aliposema, nataka kufanya kila liwezekanalo na ninahitaji msaada wako juu ya hili. Ninataka kueneza uasherati juu ya uso wa dunia. Lucifer alipotoa tangazo hili kuhusu kuenea kwa uasherati, nilijiambia mwenyewe, sawa, nina hakika Shetani atatangaza mikakati ya jinsi ya kuwafanya wanadamu wafanye uasherati na uzinzi. Kisha nikamtazama Lucifer akifanya kumlaghai yule pepo ambaye alitakiwa kumkabidhi jukumu la kueneza uasherati na uzinzi kwenye uso wa dunia. Baada ya kumdanganya, hatimaye pepo huyo alionekana kwenye ukumbi wa mkutano wa mviringo. Niligundua kuwa pepo huyo alikuwa na misumari na hasira kali.
Katika mythology ya Kigiriki, Persephone ni binti ya Zeus na Demeter. Alikuja kuwa malkia wa ulimwengu wa chini kupitia kutekwa nyara na Hades, mungu wa ulimwengu wa chini, kwa kibali cha baba yake Zeus. Hekaya ya kutekwa nyara kwake inawakilisha kazi yake kama mfano wa mimea ambayo huchipuka katika majira ya kuchipukia na kujitoa ardhini baada ya mavuno. Kwa hivyo anahusishwa pia na chemchemu na vile vile rutuba ya mimea, kwa mujibu wa Wikipedia. Kisha Lucifer akamwambia, kwa kweli ni wakati shetani alipoanza kuongea naye ndipo nilipojua jina lake. Ibilisi akamwambia, Persephone, na kuamuru uanze uasherati juu ya uso wa dunia nzima, ukizingatia kwamba sayari ya dunia ni yako. Malaika mkuu Mikaeli aliyekuwa kando yangu alininong'oneza na kusema, nguvu ya ardhini katika uongozi wa ufalme wa Lucifer iko mkononi mwa Persephone. Yeye ni pepo wa chini chini au chini ya ardhi. Kwa kweli kuna mapepo katika mahali pa mbinguni, juu ya uso wa dunia, katika ulimwengu wa chini na chini ya bahari. Persephone ni pepo wa chini ya ardhi katika udhibiti wa sayari ya dunia. Nilielewa sababu ya kutokuwepo kwenye mkusanyiko huu. Kwa kweli shetani alitaka awe kwenye wadhifa wake, lakini ikiwa uwepo wake ulikuwa wa lazima na unahitajika, shetani angemdanganya. Ibilisi anapenda mashetani wawe kwenye nyadhifa zao na watekeleze wajibu wao. Ibilisi alimtaka Persephone awe kwenye wadhifa wake licha ya mkusanyiko huu muhimu katika anga. Alimuita tu kwa sababu kulikuwa na kazi kwa ajili yake na alikuwa ameunganishwa na jambo lililojadiliwa katika mkusanyiko huu wa anga. Kwa hivyo ilibidi awepo. Kisha Lucifer akamwambia, kwa kweli nilisikia uchungu unapoishi chini ya ardhi na vile wanadamu wote wanavyoishi juu ya uso wa dunia, wanavyoikanyaga hiyo ardhi chini ya utawala wako, na kwa vile wote wameunganishwa nawe, na kukabidhi wewe kazi ya kuwasababishia kuishi kwa zinaa, kwa sababu wana uhusiano wa moja kwa moja na wewe na wanawasiliana mara kwa mara na ardhi ambayo ni uwanja ulio chini ya utawala wako. Nilihisi uchungu shetani alipokuwa akiongea, kwa sababu ya kutambua kwamba mtu yeyote anayetembea duniani na kukanyaga ardhi alikuwa chini ya utawala wa Persephone, kwa kuwa yeye ndiye anaitawala dunia. Na nilikuja kuelewa kuwa kwa nini kila mara nilipotembelewa na malaika tangu 2007 sikuwahi kuwaona wakigusa ardhi. Daima hurushwa angani, kwa sababu dunia inadhibitiwa na Persephone. Kwa hiyo shetani akamwambia Persephone, kwa vile wanadamu hugusa ardhi mara kwa mara na wakati wote wanakanyaga ardhi, na kuamuru wapitishe mtetemo wako ili wahuishwe na roho ya uasherati, udhinzi na tamaa ya mwili kupitia mtetemo wako. Nilipokuwa nikitazama haya yote, nilikuwa na shauku ya kutaka kujua ni jinsi gani shetani anafunua vigezo vyake vya kusambaza roho za uasherati na udhinzi. Lucifer alisema, Persephone, siku moja alipokuwa duniani, yule mwingine, akimaanisha Yesu, alisema, kizazi kiovu na cha zinaa kinataka ishara, lakini haitapewa isipokuwa ishara ya nabii Yona. Kwa maana kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku ndani ya tumbo la samaki mkubwa, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi.
Imeandikwa kwenye Mathayo 12:39 hadi 40. Ni ajabu kwamba Shetani alinukuu kifungu hiki cha maandiko. Ni kwa sababu Persephone ndiye pepo anayesimamia eneo la chini ya dunia, ufalme wa chini ya ardhi. Kwa upande mwingine, kifungu hiki kinazungumza juu ya kizazi cha uzinzi na kiovu. Kwa kweli, Shetani amegawanya na kuweka pepo katika kila eneo, nyanja na milki ya dunia ulimwenguni. Katika kila nyanja ya dunia na ulimwengu, kuna uainishaji na mpangilio wa mapepo. Katika anga, chini ya bahari, chini ya ardhi na juu ya uso wa dunia. Yeye hayupo kila mahali. Kwa hiyo, amejenga ufalme wake katika uongozi na kupeleka pepo katika nyanja nyingi za dunia na ulimwenguni kote. Chini ya bahari kuna mamlaka ya kidini inayoongoza dunia, kama Biblia ilivyosema, nikaona mnyama akitoka katika bahari, Ufunuo 13:1. Na mahali fulani imeandikwa, nikaona mnyama akitoka katika nchi, Ufunuo 13:11. Mwisho ni mamlaka ya kisiasa. Ibilisi hushambulia dini kutoka kwa nguvu iliyo ndani ya bahari na hushambulia ubinadamu kupitia siasa, kupitia nguvu ya ardhi ya mnyama anayetoka duniani. Mnyama kutoka duniani husababisha matatizo ya kisiasa na mateso ya wanadamu. Ibilisi anapotaka vita na mateso duniani, anatumia nguvu za kisiasa kupitia jeshi la ardhini la Persephone lililowekwa duniani. Matokeo yake kungekuwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na matokeo ya kiuchumi. Ibilisi anafanya mataifa kuteseka kupitia siasa na anashambulia kanisa la kiroho kupitia nguvu zilizoko baharini ambazo ni nguvu za kidini. Kwa hiyo ni lazima tuwaombee wale ambao wako kwenye siasa zinazotutawala, kwani wengi wao wako kwenye uchawi. Lucifer aliamuru Persephone, pepo wa kisiasa, kueneza uasherati na uzinzi duniani. Maana yake ni kwamba wale walio katika siasa watakuwa wa kwanza kupokea mtetemo wa uasherati kutoka kwa Persephone. Tume ya kueneza uasherati ilitolewa kwa Persephone, na mtu yeyote anayekanyaga dunia ameunganishwa na mtetemo wa Persephone na inasawazishwa na mwenendo wake wa uasherati. Na kuna pesa katika siasa kwa sababu uchumi unasimamiwa na wanasiasa katika serikali. Wengi katika siasa wako katika uchawi na mawasiliano ya kiroho, na pia katika uasherati kwa vile wana pesa. Wana roho ya uasherati na wake wengi kwa vile wanaathiriwa na Persephone. Tunapaswa kuelewa kwamba serikali za ulimwengu ziko katika maagano na mapatano na Lucifer. Wanatawaliwa na Shetani, kwani mfumo wa siasa za ulimwengu unamilikiwa na yeye. Na kuna nyumba za kulala wageni ambazo mikataba hii inasainiwa. Serikali hizi zinapotenga fedha kwa ajili ya malipo ya wafanyakazi, watumishi wa umma au serikali, mishahara hii tayari imeshaingiliwa na kurogwa. Wanakuja chini ya ushawishi wa nguvu za Persephone. Ibilisi sasa anaathiri ulimwengu na jamii ya wanadamu kupitia mishahara ambayo inadhibitiwa na wafuasi wake wanaotawala katika serikali za kitaifa. Mpendwa, nilitazama kwa macho yangu na nikamsikia Lucifer kwa masikio yangu akimwambia Persephone, mtu yeyote au mfanyakazi yeyote anayelipwa na serikali za kitaifa na matawi ya wizara ya serikali au mashirika ya umma na kampuni kutoka serikalini zitakuja chini ya ushawishi wako kupitia mshahara huo. Mpendwa, Shetani ndiye kiini cha utendaji wa serikali za ulimwengu.
na mifumo ya ulimwengu huu. Yeye ndiye msingi wa mfumo wa kisiasa wa ulimwengu. Ni ukweli kwamba fedha ambazo serikali zilitenga kwa ajili ya malipo ya watumishi wa umma, wafanyakazi na viongozi wa umma zimerogwa na kulaaniwa na huyu shetani. Ngoja nikukumbushe kitu. Usiku mmoja tulitembelewa na Bwana Yesu Kristo kanisani na akatufundisha tofauti ya sadaka na dhabihu ya Kaini na Habili. Kumbuka kwamba Habili alileta matunda ya zizi la kondoo, lakini Kaini alileta matunda ya ardhi. Lakini dunia imelaaniwa na iko chini ya udhibiti wa Pethafoni. Mwanzo 4:2-5 inasema Habili alikuwa mchungaji wa kondoo, lakini Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa baada ya siku, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa kundi lake na mafuta yao. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akakasirika sana na uso wake ukakunjamana. Huu ni unabii kwa sababu sisi ni ufalme wa makuhani, na kila kuhani lazima awe na dhabihu ya kutoa juu ya madhabahu ambayo inawakilisha huduma. Tunapotolea dhabihu yetu, kila mmoja wetu ana huduma na kazi ya huduma yake ni sadaka tunayoileta madhabahuni. Mhudumu anapozingatia mambo ya kidunia au kuhubiri tu juu ya mambo ya dunia hii, pesa, ustawi, afya, analeta mazao ya dunia kwenye madhabahu ya dhabihu kama ya Kaini. Bado ardhi inahusiana na Pethafoni na imelaaniwa. Mpendwa, usikubali mahubiri au mafundisho yoyote tu. Unapoona kwamba mhubiri anakuletea mazao ya dunia kama Kaini, lazima uwe mwangalifu. Ni lazima ufate mahubiri yanayokuonyesha mambo ya kutoka juu ambayo ni ya milele. Habili alitoa dhabihu ya zizi lake la kondoo. Aliwakilisha Yesu mwana kondoo. Kwa hiyo wahubiri wanapaswa kuhubiri juu ya Yesu kila mara, kama Paulo alivyosema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 23. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Na kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo yeye aliye Bwana. Pia kwenye Wakorintho wa 2:4-5. Kisha Lusifa aliendelea kuwahutubia washirika wake na kusema, wakati yule mwingine, akimaanisha Yesu, alipokuwa duniani, alisema, mimi ndimi mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Ibilisi aliwauliza washirika wake na kusema, alitoa wapi? Kisha Lusifa akasema, wahubiri wanapofundisha juu ya mambo ya dunia badala ya mambo ya mbinguni, kama vile bwana wao alivyofanya agano nao, wamemkataa bwana wao, kwa sababu wanaipenda dunia na vitu vya dunia. Badala yake, yeye wa mbinguni, mbingu na mbingu. Bwana wao alidai kuwa katika agano nao, lakini wanapendelea ardhi na vitu vya ardhi, na wanakupenda wewe, Pethafon. Kwa hiyo wamezini kwa kupenda ardhi na vitu vya ardhini. Ibilisi alisema, uzinzi ninao utaja hapa ni kuachana na msukumo wa mbinguni na matarajio kutoka kwa kanisa na kuzingatia mambo ya dunia hii. Tutaishia hapo. Tafadhali usikose mwendelezo wa ushuhuda huu wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo. Kwenye mwendelezo tutaangazia kuhusu amri ya pili ya shetani ya kufanya dhambi na udhaifu unaoendelea kuwa sanamu. Usikose mwendelezo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti anajulikana kama Eric Audax.
Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kabisa kutoka kwetu, zote zinapatikana katika channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Ukiipata, hakikisha una subscribe. Kwa kufanya hivyo, itakusaidia kupata mwendelezo pamoja na kila kitu kizuri tunachokiweka kwenye hiyo chaneli yetu. Lakini pia hakikisha unatusaidia kusambaza, share link ambazo unazipata kwa watu wengine wengi. Kadri uwezavyo, utabarikiwa sana. Lakini pia like na acha maoni yako hapo. Lakini kama una maoni zaidi, maswali, mapendekezo, ama unahitaji msaada wa kiroho, ama unahitaji kutoa ushuhuda wako, pengine una ushuhuda unahitaji kuweza kutoa ushuhuda wako kwenye Promova TV, tafadhali wasiliana nasi. Lakini pia kama una sadaka yako ungependa kutusapoti katika sadaka kutuwezesha, tafadhali tumia nambari hizi: kujumlisha 255 766 294335 au kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia. Tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Usikose. Kwa leo nasema bye bye. Umebarikiwa sana. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.